Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Ndugu yangu, kokote pale unaponifuatilia darasa zangu biidhnillahi alkarim, leo nataka nikakufunze moja katika njia zenye maajabu makubwa kabisa katika ufunguaji wa masala mazima ya riziki. Kama una ugumu katika kutafuta kwako, kama una mitihani katika kutafuta kwako, kama una uzito katika kutafuta kwako, riziki yako imekuwa ni ngumu, imefinywa na Allah subhanahu wa ta'ala, vipi utaifanya riziki yako iwe nyepesi? Vipi unaweza ukafanya riziki yako ifunguke? Vipi unaweza ukafanya mambo yako yawe mepesi na upate riziki zenye wasaa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala? Yapo baadhi ya mambo ndugu yangu, ukiwa utayatenda na ukiwa utayafanya kwa imani, yaqini na ikhlasu ya hali ya juu, basi biidhnillahi alkarim, huenda ukabadilisha maisha yako kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine biidhnillahi alkarim. Nisikilize vyema ndugu yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake anatufundisha ya kuwa hairejeshwi dua inayoombwa baina ya magharibi na baina ya isha, yani baada ya kuswaliwa salatul magharibi na kabla ya kuingia kwa salatul isha, pale kipindi kile cha kati, mtu akiomba dua pale huwa dua yake hairejeshi. Sasa mimi leo nataka nikufunze moja katika mafunzo mazuri kabisa yatakayokusaidia katika vita unayopambana ya masala mazima ya riziki zako. Vipi utafanya ndugu yangu? Unayeshikamana na swala tano, alhamdulillah, unajitahidi kuswali swala tano kwa wakati wake, mashaallah, Mwenyezi Mungu akulipe katika hilo na kujalie kila la kheri na baraka. Unapomaliza kuswali salatu al-maghrib, usitoke. Kama ni mwanaume upo msikitini, kama ni mwanamke uko nyumbani kwako, basi usitoke katika ule msala wako pale. Baada ya kumaliza kuswali salatul maghribi, kuleta zile uradi baada ya swala, ukawa umemaliza. Sasa pale utaleta istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. Hii istighfar utaileta mara 1000. Astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, 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 mara 1000. Baada ya hapo utamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara 410. Utamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 410 kwa kusema Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Kamata swala yangu hii ninayokufundisha, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Narudia tena, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa hii salatu ala nabi unaileta mara 410 kama nilivyokuwa nimesema, insha al-Maula jalla jalaluhu. Baada ya hapo sasa utasoma aya ya 16 katika suratul Luqman. Ukifungua suratul Luqman aya ya 16, kuna aya katika kipande cha ile aya inasema ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Unaanzia hapo aya 16, unaanzia sehemu hii inayosema ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir, ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir, ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Sasa hii aya utaikariri na hutoiacha kuikariri wakati huo mpaka itakapoadhiniwa adhana ya swala ya Isha. Yani umeshaleta istighfar 1000 mara 410, umemsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alafu ndo utaanza kuisoma hiyo aya ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir, ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir, ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Sasa hii unaileta, hautoacha mpaka usikie adhana inaadhiniwa. Kwa wale dada zangu ambao mna majumbani kwenu mnakaa mbali na misikiti, huwezi kusikia adhana pengine, au uko sehemu ambayo ni ngumu kusikiliza adhana, kwa wewe pale utakadiria eneo uliokuwepo adhana huwa mara nyingi inaadhiniwa saa ngapi. Mfano, kama adhana inaadhiniwa saa 2 na dakika 45, ina maana wewe pale utafanya mpaka saa 2 na dakika 50. Sawa, utafanya mpaka saa 2 na dakika 50. Hapo utakuwa una uhakika kabisa kukutana na ile adhana inayoadhiniwa. Sasa hautoacha kufanya hii mpaka adhana itakapoadhiniwa. Kwa nini unaisubiria adhana? Kwa sababu utakapoleta huu taratibu mpaka adhana pale inapoadhiniwa, mwisho wa adhana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yuraddu dua
baina al-adhani wal iqama, hairudishwi dua iliyoombwa baina ya adhana na iqama. Sasa umeshaleta ile istighfari yako, umemsalia mtume mara 410, alafu umeleta ya atibi Allah inna Allaha latifun khabir, alafu adhana ikaadhiniwa. Baada ya kuadhiniwa ile adhana, ukasoma dua baada ya adhana pale, sasa ukaanza kuleta maombi yako. Hapo mimi nitakushauri kitu kimoja, dada yangu, ukiwa uko nyumbani ama kakangu ukiwa pale pale msikitini, baada ya adhana na kusoma ile dua adhana, nenda kasujudu pale msikiti, pale pale ulipokuwa sujudu, weka katika sujudu sijda, au dada yangu hapo nyumbani sujudu. Ukisha sujudu sema na Allah pale, hata Kiswahili, kwa sababu pale ile utakuwa umesujudu sijda, lakini hauko ndani ya swala. Kwa hiyo hata Kiswahili unaweza ukaomba kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa utakapokuwa katika sijda pale, mbembeleze Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie Allah, mimi nakiri madhaifu yangu kwako ya Rabbal Alamin, nakiri udhaifu wangu kwako, nakiri maasi yangu na machafu yangu kwako, ninakiri na ninayajutia mbele yako Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbal Alamin. Inawezekana ugumu wangu wa riziki unakuja ni kutokana na machache niliyowahi kukukosea ya Rabbal Alamin, lakini hakuna msamehevu kama wewe. Wewe unapenda kusamehe, naomba ya Rabbal Alamin nisamehe. Kisha mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbal Alamin, hali zangu wewe ndio unajua, naomba nikunjulie riziki za halali, riziki za wasaa, niletee riziki zitokayo mashariki, magharibi, kusini, kaskazini ya Rabbal Alamin. Ikiwa ni biashara, basi Allah nikunjulie biashara yangu. Ikiwa ni kazi, basi Allah nijalie nipande cheo katika kazi yangu, nifungulie khairati mbalimbali. Mbembeleze pale Allah subhanahu wa ta'ala, muombe pale sana Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa kwenye kusujudu. Kumbuka ya kuwa unachoni Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia aqrabu ma yakunu al-abdu inda rabbi wa huwa fi sujud, pahala ambapo mja unakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni pale unapokuwa umesujudu. Ukisujudu pale unakuwa karibu sana na Allah, kana kwamba unamnong'oneza Mola wako. Mwambie Allah, sina nyumba ya Allah, sina mtoto ya Allah, sina mali, sina chochote ya Rabbal Alamin, hali yangu ni ngumu, hali yangu ni nzito, na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala niondoshe ugumu wa maisha niliokuwa nao, na kumbembeleza Mola wangu. Lia na Allah pale, sema naye Allah pale. Dada zangu mnaohangaika, dada zangu mnaoteseka, mliokimbiwa na waume, mnateseka na watoto, mnateseka na maisha, mnateseka na mitihani mbalimbali, mpaka mnafika hatua mnakata tamaa. Hii ni moja katika nafasi ambazo mkizitumia vyema, insha al-Maula jalla jalaluhu, mtaona mafanikio makubwa 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 sana. Najua wanawake wengi wanapitia mitihani migumu, wanawake wengi wanapitia matatizo makubwa, na ndio hata utaona kesi nyingi tunazopata sisi kama walimu wa visomo ni kesi za wanawake maskini. Huyu atakwambia nimetelekezwa, huyu atakwambia nimefukuzwa, huyu atakwambia kadha, atakwambia vile. Hii njia dada zangu, ukidumu nayo kwa idhini ya Allah, yani ifanye walau hata kwa muda wa siku 7 mfululizo. Kila siku fanya hivyo, kila siku fanya hivyo, wala kwa muda wa siku 7 mpaka siku 21, utakuja kuona majibu yake kwa idhini ya Allah. Hii ni mujarrab sana katika kumfungulia mtu maisha na kumfanyia wepesi wa mambo na kumletea riziki karibu, riziki ambazo utazipata kiwepesi na kwa sijui nikwambie nini dada yangu, sijui nikwambie nini kaka yangu. Hata wewe mwanaume ambao unahangaika, unateseka, unapambana, riziki ni ngumu zimekuwa, inshallah katumie hii njia, lakini ifanye kwa imani, ifanye kwa yaqini, ifanye kwa ikhlas. Utaona maajabu makubwa sana katika njia hii. Na kukumbusha tena, inawezekana kwa wingi wa maneno yangu ukawa umesahau kipi unachotakiwa kufanya. Ni kwamba baada ya swala ya magharibi, kaa kitako, lete istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilaihi mara 1000. Baada ya hapo msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa swala hii, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam mara 410. Ukimaliza hapo soma hii aya aya 16, anzia hapa ya atibi Allah, ni aya 16 katika suratu Nahli, inasema ya atibi Allah inna Allaha latifun khabir, ya atibi Allah inna Allaha latifun khabir. Hii aya utaikariri, hautoacha kuikariri mpaka pale adhana ya swala ya Isha itakapoadhiniwa. Ikisha adhiniwa tu adhana ya swala ya Isha, sujudu pale pale, alafu zungumza na Allah Kiswahili. Mwambie Allah matatizo yako, mwambie Allah shida zako, mwambie Allah mitihani yako, mwambie Allah mabalaa yako. Utakuja kuona maajabu ndugu yangu. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, atakemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamtosha. Inna Allaha balighu amrihi, Allah atakufikisha katika ndoto zako. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, Allah amejalia kila kitu kwa mipango yake na makadirio yake. Usikate tamaa ndugu yangu, kana Allah subhanahu wa ta'ala, utaona nini Allah atakayokutendea. Shukran lak, jazakumullah khair. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi
wa barakatuhu.